katika jina tukufu la Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni mwana mzaliwa wa Mungu na ambaye ni Mungu. Wengine wakisikia maneno kama haya wanakanganyikiwa sana. Lakini ukimwambia fungua Biblia kajisomee uone jinsi ambavyo Mungu anajifunua, hataki. Kwa hivyo mimi ninamletea Biblia kwa sababu ni tamaa yangu asipotee, ni tamaa yangu asiangamie, ni tamaa yangu asichomeke, ni tamaa yangu apate kumjua Yesu, na katika kumjua Yesu apate kuokolewa kupitia Injili tukufu ya Yesu Kristo. Nasoma kutoka barua ya Paulo kwa Wakorintho. Barua ya Paulo kwa Wakorintho, mlango ni wa 4. Soma kutoka mstari wa 1 hadi wa 5. Nasema hivi: kwa hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa rehema za Mungu hatukati tamaa. Tumekataa mambo ya siri na ya aibu, hatufuati njia za hila na udanganyifu, tukichanganya neno la Mungu na uongo. Sisi hatufanye mambo kama hayo. Kinyume cha hayo, tunadhihirisha kweli waziwazi na kujitambulisha wenyewe kwenye dhamiri ya kila mtu mbele za Mungu. Hata nayo Injili yetu kama imetiwa utaji, ni kwa wale wanaopotea. Kwa habari yao Mungu wa dunia hii amepofusha akili za wasioamini, ili wasione nuru ya Injili ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu. Maneno matamu sana haya, maneno matamu sana haya. Kwa yeyote ambaye amechukua muda kuchambua Biblia, kakangu, mbona unajinyima? Wengine wakisikia sijui mwanapolitiki anapeana shilingi 100 pale chini, anarauka asubuhi na mapema kwenda kupiga laini ya kupokea hiyo pesa, lakini Biblia afungui. Hataki kujinyima 100, lakini anataka kujinyima uzima wa milele ambao unapatikana katika maneno haya ya Yesu Kristo, ambaye yanapatikana katika maneno haya ya Injili. Lakini Mungu anatafuta watu wake, ndio maana tunatumwa hapa na Injili. Na yule ambaye ameandika hii barua anasema, sisi ambao tumepewa huduma ya kukuletea wewe hii neno, kwa sababu wewe hutaki kujisomea, hatujakuja hapa kudanganya mtu. Akikuja hapa tukichanganya neno la Mungu na chumvi, hadi tunaweka chumvi kidogo ndio tufanye kuvutie. Neno lenyewe linavutia jinsi lilivyo. Liko na kitu ambacho hauwezi pata kokote kwingine duniani, aliye ni nini? Ni Yesu Kristo. Ukweli wa Yesu Kristo, utamu wa Yesu Kristo. Ameita hapa nuru ya Injili ya Yesu Kristo inapatikana kwa hiyo neno. Kwa hiyo mimi nikikuja hapa, anasema sioni haja ya kuongeza uongo. Ati ukikuja kwa Yesu Kristo biashara yako itapata pesa. Ukikuja kwa Yesu Kristo sijui yule mtu ako na ugonjwa, sijui laana, sijui zitaenda wapi, sijui mimi. La hasha kakao. Sijakuja kudanganya mtu. Mimi nimekuja kukupea neno jinsi ilivyo, kwa sababu kuna nuru fulani pale. Kwa hivyo hata nikikwambia, anasema mimi sasa ninaongea waziwazi, ninajitambulisha kwa dhamiri yako, ninajitambulisha kwa dhamiri yako mbele ya Mungu. Mungu akiniuliza ulisema nini, niliwaambia waamini Yesu Kristo, la sivyo wataangamia. Niliwaambia njia ni moja na ni Yesu Kristo, hakuna ingine.
Niliwaambia umechukua uzima na huu uzima uko ndani ya Yesu Kristo, sikuongeza. Niliwaambia hivyo. Niliwaambia ulimwengu uko katika giza na nuru peke yake ni Yesu Kristo. Yeyote ambaye hayuko katika Yesu Kristo yuko gizani. Hiyo ndio niliwaambia. Niliwaambia wenye wako na mzigo wa dhambi waje kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mpole, anapokea wenye dhambi, anawapokea. Hakuna yeyote ajaye kwake ambaye atamtupilia mbali. Hivyo ndio niliwaambia, sikuambia mambo ya kupata mabiashara. Niliwapea nuru ya injili yako Bwana. Sikuongeza kitu, sikupunguza. Kila kitu ulichonipa ndicho mimi niliwapa Baba yangu. Mimi ninajitambulisha kwa dhamiri yao mbele yako Mungu wangu. Sitakuja kuambia hapa injili ya kupata magari. Sitakuja hapa kuwapea injili. Hauhitaji injili kupata hekima ya kupata magari. Wengi sana wenye magari makubwa hawamjui Yesu. Wengi sana wenye mabiashara makubwa hawamjui Yesu. Wanaenda kuangamia wao na pesa zao, wanaenda kuangamia wao na mabiashara zao, wanaenda kuangamia wao na hiyo hekima yao yote. Kwa sababu gani? Hata uwe na hekima yote ulimwenguni na ukose hii hekima itokayo kwa kuona nuru ya injili ya Yesu Kristo, kakangu, hiyo hekima yako yote haikusaidia. Hata upate hela zote ulimwenguni na ukose kuone nuru ya injili ya Yesu Kristo, hiyo pesa yote itasaidia tu kuangamiza. Na kuhakikishia tunajitambulisha mbele ya dhamiri ya kila aliyekuja hapa. Tunatambua injili na utamu uliozidi kila kitu, utamu unaojua roho, utamu unaojua moyo, utamu unaotambua nafsi, na ni Yesu Kristo mwenyewe. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Hata utamu wa pale mbinguni, si wanawake wengine wanaambiwa ati utamu wa mbinguni ni utapewa wanawake sijui 10, inakuwa 10 ama ni 70. Wengine wanaambia ndio utamu wa mbinguni utapewa sijui mabibi 70. Mimi ninakuambia utamu wa mbinguni ni kumuona Yesu. Amen. Ukiingia pale mbinguni na uone utukufu wa Yesu Kristo, hauko mbinguni my friend. Hata ukue pale na wanawake 100. Na anasema hapa, hii nuru iko. Mwenye haoni ni kwa sababu yeye ndio kipofu. Mwenye haoni ni kwa sababu ametiwa utaji, amezibwa macho, hapati kuona. Ni kama kwamba kuwe na ukungu hapa, ukungu umekaa, halafu niseme hakuna building pale. Hakuna building. Niuliza kwa nini hakuna building? Kwa sababu mimi sioni building. La hasha, building iko. Shida ni nini? Kuna ukungu kati ya mimi na hiyo building. Kwa hivyo kakangu, mimi nakwambia utukufu wa Yesu Kristo uko. Kama wewe hauioni ni kwa sababu kuna kitu inakuziba, kuna kitu inakufunga macho, ndio maana hauoni. Kuna kitu inakufunga macho, ndio maana unafikiria Yesu ni nabii tu. Kuna kitu inakufunga macho, umekosa kuona kwamba huyu aliyetembea ni mwana wa Mungu. Kuna kitu imekufunga macho, kuna kitu imekuziba macho, ndio maana huoni. Si kwa sababu utukufu hauko. Shida si Yesu Kristo, shida ni wewe. Ungeweza tu kupata fursa ya kumchambua huyu Yesu Kristo. Ungeweza kupata fursa ya kumchambua huyu Yesu Kristo na moyo mkunjufu, kakangu, ungejua wewe ni mwana wa Mungu. Utajua na utasema wewe mwenyewe. Utaangalia pale
useme ninaona kwamba huyu Yesu Kristo hata kabla ya kuja kwake manabii wanamshuhudia kwa njia ambayo iko wazi wazi kabisa. Ni wewe wanamwongelea, wanaongelea kazi yake kwa njia ya takatifu na tukufu sana. Ninaona ya kwamba huyu Yesu Kristo hata mapepo yanamwogopa. Yaani mapepo yanaona Yesu Kristo na yanamwogopa, na yanasema huyu ni mtakatifu wa Bwana. Wengine wanateswa hapa na mapepo, ninakuja na kuhubiria yule mwenye mapepo yanamwogopa. Anasema hapana, si mwana wa Mungu. Anaona kazi ambazo Yesu Kristo anafanya. Anaona Yesu Kristo anaponya magonjwa ambayo haieleweki, anaponya mambo ambayo haitambuliki. Anasema kuna binadamu hufanya mambo kama haya, kuna binadamu hufungua macho ya vipofu, kuna binadamu ambaye huponya watu wamezaliwa viwete. Sijaisikia mambo kama haya. Hii mambo nimepata kusikia hapa tu kwa Biblia. Nani angeweza kuandika mambo kama haya? Nani angeweza kutunga mambo kama haya? Sijaona utukufu kama huu. Huyu ni nani? Ni nani huyu anaogopesha mapepo? Ni nani huyu anafungua vipofu macho? Ni nani huyu anaamrisha bahari na bahari inamsikia? Ni nani huyu anafungua viziwi masikio? Ni nani huyu anaongea hivi kwa mamlaka? Ni nani huyu? Ni nani huyu mwenye anasoma tu kuhusu Yesu Kristo anasema ni nani huyu? Wengine wanaichukulia kimzaha. Kakangu, na kuhakikishia watu waliokuwa wakati wa Yesu Kristo walikuwa wanaona mambo anafanya na wanastaajabu. Imeandikwa Yesu Kristo ako pale, ametoa mwanamke mwingine mapepo, mtu mwingine mapepo. Wanasema kitu kama hii Israeli hatujaona. Kitu kama hii Israeli hatujaona. Sisi Israeli Musa ni wetu, sisi Israeli Ezekiel ni wetu, sisi Israeli Jeremia ni wetu, sisi Israeli Elijah ni wetu. Na tumeona mambo mingi sana, lakini mambo huyu Yesu anafanya pia hata hatujaona na hatujawaisikia. Hatujaona na hatujasikia. Huyu ni nani? Nani huyo? Na si matendo yake pekee, hata mafunzo yake yalikuwa ya kustaajabisha. Mafunzo yake, na anazungumza kwa mamlaka. Mafunzo yenyewe yanatetemesha, yanastaajabisha. Mamlaka ambayo anazungumza nayo, hayo pia yanastaajabisha. Yohana anatuandikia kuhusu askari wametumwa, wanajeshi wametumwa kwenda kumshika Yesu Kristo, na wamerudi bila mshangwa wao. Masiaidi wametumwa kwa Yesu. Wamekuja na maganzi zao na kila kitu, wamempata ako pale peke yake anahubiri, na wakarudi bila kumshika. Wakaulizwa, kwa nini hamjashika? Wakasema hakuna mtu anaongea kama huyo. Maaskari wenyewe wanatambua mamlaka ya anayezungumza. Wanasema huyo mwenye anaongea huyo ni mfalme Bwana, huyo mwenye anazungumza pale ni mfalme wa wafalme Bwana. Endeni nyinyi mumshike huyo, hawezi shikika huyo. Hata wao waliomshika ile siku ya kusulubishwa walisema tumemkujia Yesu. Yesu akasema ni mimi, basi mnataka nini? Wakasonga nyuma, wakaanguka. Na wamekuja pale na upanga, wamekuja pale na mikuki, wamekuja pale na mishale, lakini wanaposikia Yesu Kristo akizungumza wanatetemeka. Wanasema hakuna anayeongea kama huyu, hakuna anayezungumza kama huyu, hakuna mwenye kipawa kama huyu. Huyu ni nani huyu? Nani huyu? Hata malengo yake yanashitua.
Unashangaa ni nani huyu kutoka kuanza kwa huduma yake anasema lengo langu ni kukufa, lengo langu ni kuuliwa, lengo langu ni kutwikwa pale msalabani kwenye mti. Wanaona mwenye ana mamlaka, hata wanafunzi wake wanastaajabu, wanasema Bwana, hakuna kitu kama yeye itakufanyikia, hakuna kitu kama yeye itakufanyikia. Yesu Kristo anasema hayo ndio malengo yangu, nimekuja kutoa maisha yangu kwa ajili ya kondoo zangu. Hiyo ndio kitu imenileta, hiyo ndio kitu imefanya nishuke kutoka mbinguni, hiyo ndio kitu imenitoa kwa Baba yangu. Nimekuja hapa kuaibishwa, nimekuja hapa kutusiwa, nimekuja hapa kukejeliwa, nimekuja hapa kuuawa, ndio wewe upate kuokolewa. Malengo yake yanashitua. Nani huyu? Umesikia malengo yake ni kukufa, na tena vile maisha yake yalivyoenda, kazaliwa na bikira, kafanya maajabu, kafunza, kauliwa, na baada ya siku 3 akashinda kifo, akafufuka. Hiyo umesikia wapi? Hiyo umesikia wapi? Hiyo umesikia wapi? Lakini watu hawataki kuamini, wanasema hakuna kitu hapo, hiyo ni mambo ya ushirikina, hiyo ni mambo ya uongo. Watu walikaa chini wakatunga Biblia, kina Paulo walikaa chini wakatunga Biblia, wakatunga alafu wakakuwa tayari kukufa, si ndio? Wakasema wacha tutengeneze uongo alafu tukufe kwa ajili ya hiyo uongo. Itawasaidia nini kukufa kwa ajili ya uongo? Itawasaidia kivipi? Mwingine anasema ni ushirikina, ni uongo, ni mambo ya wazungu. Umeangalia wewe kaka? Umekagua? Umetazama? Ama unaongea tu kutoka kwa chuki yako? Ama unaongea tu kwa sababu ulisikia Injili ikikemea dhambi yako? Hakuna kitu huko kwa hiyo Injili yenu. Hiyo ni Injili ya watu hawana akili. Alafu watu wagani wana maoni kama yako? Watu wenye wana maoni kama yako ni wataalamu na maprofesa. Lasha, hiyo maoni yako ati Injili ni ya wapumbavu, unaishia na wapumbavu wenzako. Muko hapo tu, majamaa tu wa kawaida tu. Shida si akili kakaangu. Wapumbavu na werevu wote hawaamini, na kuna wapumbavu na waelevu katika saidi zote mbili. Shida si ati mimi niko na akili nyingi sana. Mimi kakaangu, ninakwambia kuna watu wenye akili zako times 1000 wameona nuru ya Injili ya Yesu Kristo. Kuna watu wataalamu wa sayansi ama wameona hii nuru. Kuna watu wenye wanakushinda, wana madigrii na ma-PhD na wanamwabudu Yesu Kristo na moyo wao wote. Ni kwa sababu wewe ni mwelewa kualiko. Akili yako haina kazi hapa, akili yako haina kazi hapa. Shida ni nini? Upofu. Watu hawaoni kwa sababu wao ni vipofu. Si ati nuru haiko, shida ni watu macho yao imezibwa, shida ni macho yao imetiwa utaji. Sababu namuuliza, okay, haya basi, kama si Yesu basi ninafaa kufanya nini? Huyo Yesu hawezi kukusaidia. Yesu anakusaidia nini? Wacha twende hapa nje, kitu kitakusaidia hii dunia ni pesa. Ukuwe na pesa nyingi. Kwa hivyo mimi sioni haja ya Yesu. Wacha nitumie wakati wangu, nitafute hela, nipate hela, niendelee kimaisha yangu. Mimi ni Yesu ananisaidia nini? Mungu wangu sasa huyo ni pesa. Alafu wanashangaa kwa nini ufisadi umejaa Kenya.
Kwa nini wanashangaa? Kwa nini watu wanapigana kwenye mafamilia? Ati kwa sababu ya ardhi, kwa sababu ya inheritance. Si hiyo pesa inawaongoza? Hiyo pesa inamuongoza, hata hawezi kuongea na ndugu yake. Baba amekufa, mama amekufa, yeye anaona tu urithi tu. Watu wanauana pale, mandugu na madada. Kwa sababu gani? Amesema mimi pesa ndio ninataka, huyu Yesu anisaidii. Alafu wanashangaa, wanakuja wanalia, ufisadi, ufisadi. Kwani unafikiri kwa nini ufisadi uko? Sio kwa sababu huyo mtu anaongea kama wewe na huyo mtu mwenye ni fisadi mkoneseni, unalia. Na wewe ungekuwa pale, mungekuwa mnafanya mambo hayo tu. Wewe hiyo mali yuko, hata wewe ni fisadi, wewe zaidi ya unalia, fisadi, wanaiba mali ya umma, mlaghai katika biashara yake, anamwibia mkubwa wake, mlaghai anamwibia bosi wake pale, alafu analia ufisadi. Ndugu yangu, kwa nafikiri shida imetoka wapi? Yesu anisaidii mimi, wacha nifurahie maisha, wacha nikunywe pombe, wacha nikuwe na mahusiano na wasichana hapa, hiyo ndio kitu chanisaidia mimi. Imekupeleka wapi kakangu? Wacha tuone inakusaidia kivipi, moyo wako uko kivipi? Kuja utuhudurie kuhusu uzuri wa pesa, kuja utuhudurie, kuja utuambie yenye pesa imekusaidia. Kuja utangaze hapa kwamba wokovu wa dunia ni pesa. Kuja hapa utangaze. Kuja, nitakupa microphone. Nini nakufanya umeacha kutumia akili yako? Ni Yesu Kristo ama ni hiyo kitu ambayo unategemea sana? Yesu Kristo ndiye amekufanya wache kutumia akili. Watu wanafanyanga mambo mapumbavu sana kwa sababu ya tamaa zao. Unasikia watu wako hapa wanafanya mambo na mke wa jirani, wako hapa wamedungana mavisu. Mimi nilimpeleka pale. Kakangu, shida ni upofu. Shida ni upofu, na kunakuwa na mashahidi dhidi yako. Hii Biblia yenyewe imejaa mashahidi. Kuna vipofu hapa ambao walisikia kuhusu Yesu Kristo na wakajua Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Vipofu kina Batimayo. Batimayo atasimama dhidi yako hiyo siku. Kipofu wa Siloamu watasimama dhidi yako hiyo siku. Wale walioleta kiwete mwenzao wakamshusha kutoka juu watakuwa mashahidi dhidi yako hiyo siku. Watakuuliza, kakangu, ulikosa kuona aje? Au kuona huyu Yesu si mtu wa kawaida? Au kuona ulijiona wewe ndio unajua? Mwanamke wa Serefonike huyo hata si mimi, si Myahudi, atasimama kama shahidi dhidi yangu. Atakuuliza, ndugu yangu, haukuona huyu Yesu si mtu wa kawaida? Mimi hata sijaisoma hii mambo ya Wayahudi, lakini niliona huyo msemo ambao anafanya na mambo anasema, nikajua huyu ametoka kwa Mungu. Wewe ukoona? Kama ukoona, mimi sijui shida yako ni gani. Kakangu, nakwambia mashahidi ni wengi. Mashahidi dhidi yako ni wengi. Mwingine atakuja kwako, hata ule mwanajeshi Mrumi hajui mambo ya Wayahudi, lakini ameona Yesu Kristo akamwambia, Yesu, mimi nataka uniponyee huyo mtumishi wangu, na hata si lazima ukuje kwangu, si lazima uje kwangu, wewe sema neno moja tu na atapona. Huyo ni mwanajeshi Mrumi, atakuja akuulize, haukuona uliona tu ni mtu wa kawaida? Ulisikia tu mtu anaponya viwete ukasema wewe ni mtu wa kawaida, si ndio? Haukuona, si ndio? Kwa hivyo shida si Yesu, shida ni wewe.
Haya makanisa ambayo yameenea, watu ambao wamekufa kwa ajili ya jina takatifu la Yesu Kristo, watasimama wote kama mashahidi dhidi yako. Watakuuliza, Ahmed, au kuona? Yaani ulisikia mtu anahubiri kuhusu mtu mwenye alikufa akafufuka na hayuko katika kaburi lake, wewe ukasema wewe ni mtu wa kawaida tu, au kuona, si ndio? Ukasema hakuna kitu hapo, ni ujinga tu, ni upumbavu. Mashahidi wako dhidi yako wengi sana, wengi sana. Mimi mwenyewe nitasimama kama shahidi dhidi yako. Nitakuuliza, kai, haukuona? Yaani ulisikia tu mambo kama hayo, ukasema kuna mtu alikaa chini akaandika insha kuhusu mtu anasema mimi ndio njia na ukweli na uzima. Haukuona, si ndio? Hakuna nuru pale. Wewe uliona tu ni story ya kawaida, uliona ni story ya Abunwasi, si ndio? Wewe unasikia kuna mtu ako na jeshi na vifaru, unashtuka. Unasikia mwingine anafungua bahari, unasema hakuna kitu hapo, hakuna kitu hapo. Shida ni Yesu, shida ni Yesu. Wacha upofu wako kuonyeshe wewe ni kiumbe cha jehanamu. Wacha niseme tena, wacha upofu wako kuonyeshe wewe ni kiumbe cha jehanamu. Katika wewe kutoona utukufu wa Yesu Kristo, shida si Yesu, shida ni wewe. Unapenda njia zako za dhambi, unapenda uovu wako, unapenda kuishi katika dhambi. Kwa hivyo hutaki habari nzuri ya injili ya Yesu Kristo, hautaki kuipokea. Haipati nafasi katika roho yako, haipati nafasi katika moyo wako. Shida si injili, shida si injili. Injili imefanya kazi kwa maisha ya wengi. Injili imegeuza wengi. Injili imeokoa walevi, injili imeokoa wazinzi, injili imeokoa wenye wako na uraibu wa kila aina, injili imeokoa wezi na majambazi, na watashuhudia. Mashahidi wako wa kutosha dhidi yako. Wewe baki katika upofu wako, wewe baki katika upofu wako. Usiseme injili ya Yesu haikuletwa kwako. Kama kama Yesu Kristo amefunua tumalizie na hiyo spika mbili. Kakangu, kama Yesu Kristo amekufunua leo upate kuona nuru ya injili yake, na kuomba umpokee. Usibaki katika upofu wako kakangu, usibaki katika upofu wako, usibaki katika hali ya kifo, usibaki katika hiyo hali. Nuru iko na inasimama waziwazi mbele yako siku ya leo, na tunakulilia ufunue macho yako upate kumwona Yesu na upate kuokolewa. Kwa jina takatifu la Yesu naomba nikiamini, amen. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, asanti kwa kazi yako, asanti kwa wema wako, na tumehubiri injili yako Mungu Baba kulingana na uwezo ambao umetupa. Tunaomba Mungu Baba kwamba umetumia neno lako kufunua roho ya mtu hapa siku ya leo, ili aweze kupata nuru, kuona nuru ambayo iko katika injili ya Yesu Kristo, ambao ni mwana wako, ambao ndani yake tunaona sura yako. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen.